ufanye nini ukigundua kuwa uko kwenye vita ya kiroho? Somo lililopita nilifundisha dalili 6 kuwa unapigana vita ya kiroho bila wewe kujua. Nilifundisha dalili 6 zote moja kwa moja. Leo sasa naenda kukuletea ufanye nini baada ya kugundua kuwa uko kwenye vita ya kiroho. Kwa kama kuna dalili hata moja ambayo ilikuwa inagusa maisha yako moja kwa moja, hii somo ni kwa ajili yako. Ufanye nini ukigundua kwamba sasa upo kwenye vita ya kiroho? Maana kwenye dalili ambazo nilifundisha zile 6, nilifundisha dalili ambazo zinaonyesha kwamba unapigana vita ya kiroho bila wewe kujua. Na kama kabisa ukoona somo hili, unaweza kuchukua nafasi kujifunza somo ambalo lilipita kwa kuangalia playlist ya video hizi, uweze kujua dalili 6 kuwa unapigana vita ya kiroho bila kujua. Na baada ya kujifunza hizi dalili 6 kuwa unapigana vita ya kiroho bila kujua, sasa hizi ni hatua za kufanya baada ya kugundua unapigana vita ya kiroho. Kwa baada ya kumigundua sasa, kumbe hapa napigana vita ya kiroho. Kumbe hii dalili ambayo nilikuwa naiona kwenye maisha yangu napigana vita ya kiroho. Hizi hatua ni kwa ajili yako. Ukichukua hatua hizi utaenda kushinda kila aina ya vita ambayo ulikuwa unapigana nao na adui bila kujua. Kwa hizi hatua ni muhimu sana. Nitaenda kukufundisha hatua ya kwanza hadi hatua ya 5. Baada ya kufuata hatua hizi hatua 5, utajikuta moja kwa moja umekuwa ni mtu ambaye umeshinda vita ambayo ulikuwa unapigana na adui bila kujua. Kwa moja kwa moja twende kujifunza. Na kabla ya kujifunza, kama ni mara ya kwanza kabisa kujiunga pamoja nasi ndani ya Jehova Media TV Online, cha kufanya bonyeza kitufe chekundu yani subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele. Hongera sasa, nawe umekuwa miongoni mwa familia ya Jehova Media TV Online. Na hatua ya kwanza kabisa, kaa nami hadi mwisho. Hatua ya kwanza, vaa silaha za Mungu. Unaposema kuvaa silaha za Mungu unamaanisha kitu gani? Kwenye ile Efeso sura ya 6 imesema kwamba tuzivae silaha za Mungu tuweze kuzishinda hila za mwovu shetani. Kwa hiyo unachotakiwa kukifanya, lazima uzivae silaha za Mungu. Naposema silaha za Mungu unamaanisha kitu gani? Tunaposema kwenye hii hapa Efeso ile sura ya 6 mstari wa 10, kuanzia pale tena nasema kwamba kupigana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni katika falme na mamlaka. Kumbe kuvaa silaha za Mungu ni silaha za maombi, silaha ya neno la Mungu, silaha ya kupenda ibada. Hizo zote ni silaha ambazo ni silaha za Mungu. Kwa silaha za Mungu ambazo ni za muhimu kabisa ambazo unataka kuzivaa, silaha ya kwanza, vaa silaha ya neno la Mungu. Neno la Mungu likae kwa wingi ndani yako. Baada ya neno la Mungu kwa limekaa kwa wingi ndani yako, hapo sasa utaweza kushinda kila aina ya vita ya adui ambayo ataleta kwenye maisha yako. Kwa hiyo bila kujua kwamba hapa nivae silaha ya neno la Mungu ndani ya maisha yangu, utapigana na vita bila wewe kujua, na mambo yako yatazidi kuharibika kila siku. Kwa chukua hatua sasa ya kuweza kuvaa neno la Mungu ndani yako. Naposema uchukue hatua ya kuvaa neno la Mungu ndani yako, namaanisha kitu gani? Maana yake uwe na schedule, uwe na ratiba ya kujifunza neno la Mungu kila siku. Na kama kabisa hauna arrangement nzuri ya kusoma neno la Mungu, unaniambia kwenye WhatsApp na kutumia timetable ya mwaka mzima, siku 365 ambazo hizo nimezigawa vifungu kuanzia Mwanzo hadi kitabu cha Ufunuo, ambazo zitakusaidia wewe sasa kusoma Biblia yako kwa ratiba, kwa scripture. Nimetenga ratiba ile kwa vifungu. Unasoma kama siku ya kwanza utasoma Mwanzo sura ya kwanza na Mwanzo sura ya pili. Kwa ile ratiba ni ratiba ambayo imeigawa kwa mwaka mzima, ambapo utajikuta umemaliza Biblia yako nzima. Itakusaidia wewe kuwa mtu ambaye uko active, itakusaidia wewe kuwa mtu ambaye neno la Mungu limekaa kwa wingi ndani yako. Na silaha ya pili ambayo inabidi uivae, naposema kuvaa silaha za Mungu, lazima uvae silaha ya maombi. Ndugu mpendwa, hakuna kuwa hai kama hauko hai kimaombi. Naposema hakuna kuwa hai kama hauko hai kimaombi, inamaanisha kitu gani? Ili Mkristo uzidi kudumu na uweze kuwa hai, ni pale tu ambapo
kiu na shauku ya maombi ndani yako haijaisha. Kwa moja kwa moja lazima ujifunze kuwa mtu ambaye unamwomba Mungu kila siku. Wewe ni mtu ambaye unaomba Mungu kila siku. Somo ambalo lilipita pia nilifundisha kwa habari ya nguvu ya maombi ya usiku wa manane. Nilifundisha namna gani ambavyo unaweza kustrengthen muda wako wa kuomba zaidi. Kwa vitu kama hivi ni muhimu kujifunza na kuvijua. Kwa hiyo lazima uwe ni mtu ambaye unapenda maombi. Wewe mtu ambaye maombi kwako ni chakula, maombi kwako ni yani unajisikia shauku na hamu kubwa ya kumwomba Mungu siku zote. Kwa hapo sasa utakuwa umevaa silaha za Mungu. Kwa hiyo Mungu akupatie neema na kibali cha kuvaa silaha hii ya Mungu ambayo ni neno la Mungu na maombi. Silaha hizi zitakusaidia wewe sasa kuwa mtu ambaye utashinda vita vya kiroho na kuombea kwa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Amina. Na hatua ya pili kabisa, baada ya kugundua kwamba unapigana vita ya kiroho, hatua ya pili, omba kwa uthabiti. Ndio maana nasema kwamba lazima uombe kwa uthabiti. Naposema kuomba kwa uthabiti inamaanisha kitu gani? Naposema kuomba kwa uthabiti inamaanisha ya kwamba ni hali ya kuwa na consistency katika hali ya kumwomba Mungu. Naposema kuomba kwa thabiti si ile maombi ya kugairisha mara kwa mara. Maana kuta mtu ana plani kuomba mara amegairisha maombi. Na kati ya dalili ambayo nilisema kwamba unapigana vita ya kiroho bila kujua, nilisema ni dalili ya wewe kuwa unagairisha maombi. Ile hali ya kugairisha maombi bila sababu ya msingi. Unajikuta tu kile ukifanya, ukiplani maombi umegairisha huombi. Unasema kwamba nitaomba kesho. Unajikuta wiki nzima kabisa inaisha. Wewe umekula wiki nzima na hujapata muda ambao umekaa na kuanza kumwomba Mungu wako. Kwa hayo sio maombi thabiti. Maombi thabiti ni maombi ambayo yana consistency. Naposema kwa habari ya consistency, nasema kwa habari ya mwendelezo. Kwa hiyo maombi ambayo yana mwendelezo, hayo ni maombi ambayo yatakusaidia wewe sasa kuwa na consistency, yatakusaidia wewe ambayo unapitia kwenye vita ya kiroho bila kujua, kushinda ile vita ambayo unaipitia. Kwa sababu mtu ambaye siku zote anapita kwenye hali ya kumwomba Mungu kila siku ni mtu ambaye hata kama jaribu litakuja kwenye maisha yake, lile jaribu haliwezi kumshinda. Kitu pekee ambacho kilimsaidia Yesu Kristo baada ya kuwa yupo kwenye maombi ya siku 40 akaweza kumshinda adui. Kwa baada ya kuwa Mungu mwenyewe au Yesu Kristo baada ya kuja duniani, baada ya kuwa yuko kwenye maombi ya siku 40, hata mjaribu alipomjia aliweza kumshinda kwa neno la Bwana. Kwa hata sisi nimesema kwamba lazima tuzivae silaha za Mungu. Baada ya kuzivaa silaha za Mungu ambayo ni neno la Mungu, ambayo silaha ya pili ni maombi, lazima tuwe ni watu wa kuomba katika uthabiti. Na kusema kuomba katika uthabiti ni hali ya kuomba katika mwendelezo. Maombi hayo ni sehemu ya maisha yako. Jiwekee ratiba nzuri ya kuomba kwenye maisha yako. Hata siku 3 kwa wiki au siku 2 kwa wiki. Usichukue tu siku 1 kwa wiki. Hapana ndugu mpendwa. Chukua hata siku 2 kwa wiki. Au moja kwa moja unajikuta unapoanza na siku 1, ukaenda siku 2 kwa wiki unakuwa na maombi yako binafsi. Moja kwa moja unajikuta wakati mwingine unakuwa na siku hadi 3 binafsi za wewe kumwomba Mungu. Kwa hiyo unajikuta na maombi ambayo ni thabiti, ambayo maombi hayo yatakusaidia wewe kushinda kila shambulizi na kila vita ambayo itainuka ndani yako. Na mtu ambaye anakuwa ni mtu ambaye anafanya maombi mara kwa mara, ni mtu ambaye hata kama akikaa na kuanza kusoma neno la Mungu, lile neno la Mungu litaanza kukaa ndani yake, na moja kwa moja atajikuta na kuwa na shauku ya kusoma neno la Mungu. Moja kwa moja atajikuta Roho Mtakatifu anamsihi vitu gani avifanye kwenye maisha yake. Kwa moja kwa moja unapokuwa una mtu wa maombi, moja kwa moja lazima pia ujae neno la Mungu kwa wingi ndani yako. Kwa maana hata Mungu mwenyewe, Yesu mwenyewe alimshinda shetani kwa neno la Kristo. Kwa hiyo nikwambie, hakuna njia pekee ambayo unaweza kumshinda adui bila kuwa na neno la Mungu ndani yako. Ndio maana kila sehemu ambapo shetani alijaribu kumpitisha Mungu, Mungu alimjibu kwa neno. Yesu Kristo alichokifanya, alikuwa anamjibu shetani kwa neno la Mungu. Kwa hiyo shetani
ili uweze kumshinda, lazima uweze kumshinda kwa neno la Mungu. Shetani mwenyewe anamwambia Yesu Kristo, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, jirushe chini, maana imeandikwa, malaika zako wataagizwa waje kukudaka mikononi mwao. Lakini anasema kwamba imeandikwa. Yesu Kristo anajua kwamba imeandikwa. Kwa hata wewe lazima kwenye maisha yako ujue kwamba hapa imeandikwa, na tena aliyesema mwenyewe ni Yesu Kristo, ambaye ni jemedari na ni mfalme wa vita, ambaye alishinda kaburi, aliushinda umauti. Kwa kama aliushinda umauti, hakuna vita ambayo itainuka kwenye maisha yako ambayo itaweza kukushinda. Kwa ni heri ukatambua maneno haya, ni heri ukatambua vitu hivi, ya kwamba neno la Mungu likikaa ndani yako, hakuna vita ambayo itakuja kwako iweze kukushinda. Na watu wote ambao siku zote wamekuwa ni watu ambao wamejaa neno la Mungu ndani yao na wanaishi kulingana na neno la Mungu, moja kwa moja lile neno la Mungu linakuwa ni halisi kwenye maisha yao, kwa sababu Mungu mwenyewe ni halisi. Kwa unapokuwa unafanya vitu ambavyo vinakuletea halisi kwenye maisha yako, ni pamoja na kuwa maombi thabiti. Maombi thabiti yanaambatana na neno la Mungu. Na nadhani pia nilifundisha somo ambalo linasema kwamba mambo ya kuepuka ukiwa unaomba, na pia nikasema kwamba maombi yaletao majibu. Haya ni masomo ambayo nimefundisha kwenye playlist ya Jehova Media TV. Kwa hiyo lazima ujifunze vitu kama hivi ili kuweza kuweka mwendelezo wa wewe kukulia wokovu na kuwa ni mtu ambaye ni hatari kwenye ulimwengu wa giza. Kwa hiyo lazima ujue kuomba katika uthabiti, uwe na consistency. Hapa kwenye kuomba kwenye uthabiti na kuwa na consistency, kitu kingine ni kuwa na hali ya uvumilivu.